Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4, hii leo amezungumza na waandishi wa habari. Pia amezungumza na umma wa Tanzania na kumsifia, kumpongeza kwa ukubwa na ukarimu ambao ameufanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kulinda amani na utulivu wa nchi katika maeneo ya mikoa mbalimbali nchini. Dr. Kikwete amesema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja kati ya taifa ambalo linatakiwa kuenziwa zaidi duniani kutokana na jinsi ambavyo linavyoshughulikia masuala ya kiusalama, lakini pia linaweza kushuhudia na kuweza kusimamia kwa ukaribu na kwa ubora zaidi amani na utulivu nchini. Mheshimiwa huyu rais mstaafu amesema hayo akiwa anazungumza na wananchi, akizungumza na viongozi, lakini pia akizungumza na watu tofauti tofauti. Amesema Jakaya Kikwete hayo aliyoyasema, lakini pia katika masuala ya kulinda amani na utulivu wa nchi, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamesema kitu gani? Wameipokeaje hotuba ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Dr. huyu rais mstaafu wa awamu ya 4? Kufuatia na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea yakishukiwa na masuala ya kisiasa, yameshuhudiwa mambo mengi nchini katika vipindi tofauti tofauti. Sasa Dr. Kikwete ameweza kusema hayo na kumpongeza Rais Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan bado anaendelea kuwajibika na kazi yake ambayo ni kuhakikisha anakuwa rais wa Watanzania ambaye anayeshughulikia na kuweza kuwatetea Watanzania kwa njia nyingi au kwa njia moja, kwa namna moja ama nyingine, katika habari na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kwa sehemu ya wapinzani, kwa sababu Tanzania hii hapa inaendeshwa kwa demokrasia. Hivyo CCM sio tu chama pekee ambacho kinakuwa kinashika dora mara zote imekuwa na kuzoeleka kwamba kuna utaratibu wa wakati wa kampeni, lakini pia wakati wa kupiga kura kuweza kuwachagua viongozi mbalimbali, vikianzia chini kabisa huku kwenye masuala ya wenyekiti, wajumbe na kadhalika, lakini pia katika nafasi nyingine katika uchaguzi mkuu huwa wanachagua wabunge, madiwani pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufuatia kauli ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, una nini ambacho unaweza ukaongezea hapo kama maoni yako, kile ambacho amekizungumza Jakaya Mrisho Kikwete kuweza kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoshughulikia usalama na utulivu nchini? Amesema Jakaya Kikwete kwamba hata wakati wa mwaka 2025 tumeweza kuvuka tukiwa na amani na utulivu nchini. Lakini pia kupitia kauli hii hapo, una nini ambacho unaweza ukasema, unaweza ukaongea kuhusiana na kauli ile pale? Je, unadhani kwamba mwaka 2025 tuliweza kuvuka tukiwa na amani na utulivu nchini? Hayo ni maoni tu ambayo unaweza ukaongea, kwa sababu na hata yeye pia ametoa maoni hayo kutokana na takwimu ambayo ameifanya. Kwa hiyo kila mtu anaweza akafanya tafiti zake na akagundua kwamba mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa aina gani, na tumeweza kuingia mwaka 2026 kwa hatua za kwanza kupitia yale ambayo amefanyika mwaka 2025. Je, tunadhani kwamba tutaendeleza amani na utulivu nchini? Mambo ni moto kwa kweli. Mimi hapa nipo katikati kukusogezea wewe taarifa mbalimbali, lakini pia kukupa uhuru wa kuweza kuchagiza na kutoa maoni yako kupitia akaunti hii hapa. Unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umeweza kukisikia, kwa sababu
na wewe pia una haki ya kuweza kufanya hivyo. Basi wakati huu hapa bwana, nikwambie kwamba nakushukuru sana kwa kuweza kunisikiliza na kuwa pamoja na mimi, lakini ili uendelee kupata taarifa mbalimbali nyingi za kutosha ambazo zitakazoendelea kujenga afya yako kina utimamu zaidi na ufahamu wako kuendelea kukua zaidi kila itwayo leo, basi jambo la msingi zaidi wewe fanya tu subscribe chini ya video hii hapa. Kuna neno limeandikwa subscribe, uweze kulisubscribe, alafu utakuwa ni moja ambaye watu ambao familia yetu ya nguvu kweli kweli, familia yenye ubora kweli kweli. Hadi wakati mwingine, wakati huu ni kuambie tu kwamba bye bye, nikutakie wakati mwema. Bye bye.